Mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unatazama Biomedia on the microphone, so girl official Rose D. Kama ndo kwanza unatutazama hii leo, karibu sana, uendelee kusubscribe, lakini pia uwe mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Bado tuko na habari za kisiasa hii leo. Mange ametoboa siri, mahakama imetupilia mbali pingamizi la kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Bado ataendelea kusotea rumande. Ile imekaa vipi? Basi ungana na mimi tuangazie taarifa kutoka pale Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Machi 3, 2026 imetupilia mbali mapingamizi ambayo yaliwasilishwa kupinga kuunganishwa kwa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu katika kesi ya msingi ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 ambayo inahusu mgawanyo wa rasilimali za chama hicho. Na uamuzi huo umetolewa na Jaji Hamidu Mwanga baada ya kusikiliza hoja za pande zote. Mapingamizi hayo yaliwasilishwa na Saida Isa Mohamed pamoja na wenzake waliokuwa wakipinga Lissu kujiunga katika shauri hilo, wakidai hana sifa za kuunganishwa kama mdai. Hata hivyo, mahakama imeona hoja hizo hazina uzito wa kisheria kwa kumzuia kuendelea na maombi yake. Awali Lissu aliwasilisha ombi la kuunganishwa katika kesi hiyo, akieleza kuwa ana maslahi ya moja kwa moja kutokana na nafasi yake kama mwenyekiti na mwanachama pia wa Chadema, na alidai kuwa uamuzi wote utakaotolewa katika shauri hilo utaathiri uendeshaji na rasilimali za chama, hivyo ni muhimu kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisheria. Mnamo Februari 17 mwaka 2026, Lissu alijitetea binafsi mahakamani baada ya upande wa walalamikaji kuwasilisha mapingamizi wakidai kwamba hana sifa za kuunganishwa. Na katika hoja zake alisitiza kuwa ana haki ya kusikilizwa kwa kuwa shauri hilo linagusa moja kwa moja uongozi na mustakabali wa chama cha Chadema. Kesi ya msingi imefunguliwa na Saidi Isa Mohamed, Maulida Anakom pamoja na Ahmed Rashid dhidi ya katibu mkuu wa Chadema na bodi ya wadhamini wa chama hicho, ikihusu mgawanyo wa matumizi ya rasilimali za chama. Shauri hilo pia limekuwa likifunguliwa kwa karibu na wanachama na wadau wa siasa kutokana na athari zake kwa uongozi wa chama hicho. Kwa mujibu wa uamuzi wa leo, mahakama imeridhia kuwa maombi ya Lissu ya kuunganishwa yatasikilizwa, na hivyo basi kuondoa kikwazo kilichokuwa kimewekwa na mapingamizi ya hapo awali. Shauri la msingi linatarajiwa kuendelea kusikilizwa mbele ya Jaji Hamidu Mwanga kwa ratiba ambayo itapangwa na mahakama, na maamuzi hayo basi yanafungua ukurasa mpya katika mwenendo wa kesi hiyo, huku pande husika zikisubiri hatua inayofuata ya usikilizwaji wa hoja za msingi kuhusu mgawanyo wa rasilimali za Chadema. Makala hii inatamatishwa, mtazamaji wetu, tuko tunasubiria ratiba kamili endelee kutolewa na mahakama hiyo, na sisi kuendelea kufuatilia kwa karibu nini ambacho kitaendelea mara tu baada ya kusikilizwa tena kwa kesi hiyo. Habari zote mbalimbali na update utajipatia kupitia Biomedia. Karibu sana kwa ajili ya kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kabisa kupata notification pale ambako tutakuwa tumekuhabarisha kwa wakati mwingine.